Kwa kweli maeneo mengi haya ndio wa kwanza kujua Jumapili ijayo ni Jumapili ngapi. Haya ndio wanajua wa kwanza kwamba kipindi cha Kwaresma hatuimbi utukufu. Mingine yote mnafanya kosa. Mnaweza msiungane, mnaweza msiende kukomika, lakini Kwaresma hamtaimba utukufu, si ndio? Katika hayo mtatuongoza. Mnaweza kubaki kwenye uchumba sugu, hiyo sio shida, lakini hamwezi kukosea liturujia. Hiyo mmeshika vizuri sana. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa hiyo hata ukiwa na tukio lolote, iwe msiba, iwe nini, utasikia kwaya wimbo, utasikia kwaya ndio wanaongoza, wanaweka wimbo. Na wakati mwingine wanaanza tu wimbo, wanakatiziwa hapo kwaya, nyamaza. Na wao wananyamaza. Wala hawana shida, wanatii. Kwa hiyo naomba katika hayo mnayotuongoza kiliturujia, itakuja tena pointi nyingine ambayo ni kuongoza. Hiyo hali yenu ya uongozi, tuongoza kwenye liturujia, tuongoze vizuri, tuongoze kanisa vizuri. Na wakati tunazindua hizi uniform zenu pale TC Tech, tuliwaambia kwaya mjitahidi pia katika nyimbo mpya mnazozitunga hiyo ya uongozi, muwe kidogo pia nyimbo zenye mafundisho ambayo mtu akisikiliza, na nyimbo zingine zinagusa moja kwa moja, ndio huyu hata nisipoungama inamkumbusha yule wimbo unasemaje, asifichaye dhambi zake. Hebu tuimbie huyo wimbo. Wimbo ukarosa sasa. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba tukisikia tunayotaka tunaongea na wazee kutosha, hata kama nyewe mnataka. Kwa hiyo nyimbo kama hizo zile ambazo zinaweza kugusa mtu zinatoa katekesi. Kwa hiyo muendelee kuongoza, ingawa pale tunasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa kweli ni wale imekuwa ungwana sana, kimsingi ni atakufa. Na huo umetunga, nafikiri aliyetunga huo wimbo yeye ni kati ya wanaoficha dhambi zake. Naomba nisamehe pengine kwa kwa hiyo afichaye dhambi zake kimsingi atakufa. Kuweka msitizo, ndio maana tunapaswa tunaongoza. Kwa hiyo na wakati mwingine mnavyotuongoza pia katika vipindi vya liturujia hizo, isipokuwa pale TCC yule tunawaambia kwamba mjitahidi pia kugusa katekesi, kugusa Biblia, tuwaongoze watu. Na kwa sababu nyinyi ni viongozi, msibaki tu na kundi la kwaya, uongozi wakati mwingine kanisa zima kama viongozi. Najua wakati mwingine kwaya wanaogopa au watoto wakifahamu wimbo wao watawaharibia. Kwa hiyo ukiona watoto wanaimba watabadilisha mara moja, wataweka wimbo ambao watoto hawawezi. Lakini watoto ndio wanasaidia. Jana tulienda na Chingwea wakati wa misa ya Pasaka. Kanisa la Chingwea kama mnavyojua, pale Chingwea kuna waumini wengi. Kanisa lote limejaa.
jambo kabisa. Lakini wakati wanasadiki waliokuwa wanaongoza ni watoto wachache tu, kama kanisa zima waliokuwa wanaongoza ni watoto. Kwa hiyo wakati mwingine msiwe na hofu kwamba tukishirikisha kanisa zima pengine itatuharibia. Mara moja mnaweza kuweka wimbo wa kanisa lote kuimba, ambapo katika nyimbo zenu zote mtakazoziandaa huo ni uongozi. Kama Petro alivyotuongoza baada ya ufufuko, baada ya kuhangaika, kwa hiyo na wao mwendelee kutuongoza katika hilo. Katika jamii ambayo uongozi imekuwa changamoto, nyinyi naomba baki katika nafasi popote. Hapa jimboni mimi nimeenda mpaka sehemu za ndani. Unaweza kutoa sadaka ni 2,000 au 1,000, lakini wanakwaya wana uniform safi kweli wanapaa. Na ndugu zao zile wamepewa bure, lakini wako vizuri wanaimba. Vizuri vilikuwa Mikunya lengo kidogo tu wachache, lakini kwaya nzuri. Hapo Sudi, kuna watu wa Sudi hapo na Chuni wapo, ingawaje wapo hapo. Kuna wanaotoka kigango cha Sudi amna, na Chuni amna. Ule tumeenda kwa safi, lakini ndani. Kwa hiyo kwa utume wa kwaya na kumtumia vizuri kwa kuinjilisha, tutakusaidia sana.